Miezi michache iliyopita katika maeneo ya Kwarara kulikuwa na malalamiko kutoka kwa wakazi wa maeneo hayo kuhusiana na mwanamke mmoja ajulikanaye kwa jina Rayani alikuwa akileta kero tofauti kwa wakazi hao. Malalamiko hayo ni kutaka mwanamke huyo ahamishwe kwani wamechoshwa na tabia zake. Hatimaye kilio chao kilisikika na kumfikia mkuu wa mkoa wa Mjini Magharibi Ayubu Mohamed Mahmud, ambaye kwa kushirikiana na kamati ya ulinzi na usalama alifanya uchunguzi na kugundua kuwa Biraya anaishi kimakosa katika nyumba ya aliyekuwa mume wake, hali iliyopelekea kamati hiyo kufika katika nyumba hiyo. Kwa taarifa za wananchi wa eneo husika, mama huyu amekuwa na tabia moja ya kuolewa na waume akisha anawanyang'anya mali kwa kisingizio cha kwamba ama wamechuma pamoja au wamewakopesha. Hivi sasa ameshaolewa na zaidi ya waume 3 na wote hao ameachana nao akiwa amewatia vidonda vya kuwanyang'anya. Kwa hiyo nyumba ambayo tulikwenda katika eneo la Kijitopele ambako akiishi mama huyu ni nyumba ambayo mtaliki wake ambaye ni mwanaume wameshaachana kwa zaidi ya mwaka 1.5 uliopita. Utaratibu wa dini ya Kiislamu, mtu anapoacha mke, basi mke ana haki ya kukaa kwenye nyumba kwa miezi 3. Baada ya miezi 3 anapaswa kutoka. Alichokifanya mama huyu, aliweka madai, hatukukataa kwa sababu hatuna hakika kama wanadaiana au la. Jambo hilo tumelielekeza liende kwenye vyombo vya sheria. Lakini tulichokifanya ni nini? Tumekwenda kwenye eneo husika. Na mara baada ya kufika huko tulikuta na jamii yote inayoishi katika eneo hilo imeshachoshwa na mwanamke huyo kuishi katika eneo hilo, jambo ambalo linawafanya wao sasa kuona ni kero. Kutokana na kero hiyo, pia wananchi hao wamelalamika kuwa wanamdai mama huyu fedha nyingi, kila mmoja za kwake. Sasa sisi kama serikali tukiwa na wajibu wa msingi wa kuhakikisha amani na utulivu inatawala kwenye maeneo yetu, na kutawala kwa amani na utulivu haimaanishi kuwa kila wakati tuchukue jeshi au tuchukue vikosi vya SMZ au tuchukue jeshi la polisi kwenda kupambana na wananchi. Hapana. Wakati mwingine tunapaswa kudhibiti matendo haya katika hatua za awali. Kwa hiyo hichi kilichokuwa kinatendeka katika maeneo haya ni kitendo ambacho kilikuwa kinapelekea kuhatarisha uvunjifu wa amani kwenye mitaa husika. Kwa hiyo tumekwenda, tumekagua, tumesikiliza wananchi, tumejionea baadhi ya mambo na tumechukua hatua. Nilimoa, alikuwa mke wangu. Nilimoa 2015 mwezi wa 9. Kwa bahati nimeishi naye miaka 2. 2017 mwishoni nikaachana naye. Kwa hiyo huyu kaja akanikuta, kwanza nilikuwa na familia yangu wa mwanzo ambayo nilioa, kwa bahati ndo nikaacha. Na hii nyumba nimehamia hapa toka 2005. Niko hapa. Huyu nimemoa 2015, miaka 10 baadaye ndo niko hapa. Kwa hiyo kaja akanikuta mimi hii nyumba nishajenga. Huyu alikuwa mke wangu, kwa siwezi kudai. Lakini mimi huyu kachukua vitu vya watu zamani nikawa mimi. Kwa hiyo wakati mimi anasema kanidai, mimi nikakataa kwa hanidai. Lakini wakati anasema ananidai, mimi vile nilivyochukua zamani kama yeye mke wangu, itabidi avilipe. Kwa bahati familia yangu wakanitaka mimi nimlipe hizo pesa alizotaka. Alitaka shilingi ngapi? Milioni 2.6. Kitakachobakia tukamwambia baada ya mwezi nitamalizia. Kwa bahati huyu bibi akakimbilia kituoni. Tulipokubaliana kituoni nikaenda nikamalizia 700,000 zilizobakia. Huyu bibi baada ya kumlipa wale kituoni akasema mimi kwenye nyumba sihami. Wakati huyu bwana anamdai milioni 4. Wale wakanishauri bwana, yule mwanamke wakati mimi nikamwambia nitakwenda kutoa kwangu, wakaambia usimforce kwa sababu kiforce yule mwanamke. Mimi nikaamua kufuta kesi kweli. Nikatafuta utaratibu mwingine wa kuweza kupata haki yangu. Kwa hiyo baada ya kufuta kesi ile, mimi nilifuta kesi, na huyu kama anasema kesi ilipitwa na maamuzi, anatoa hiyo kesi, atoe labda hati ambayo imempa yeye mahakama kukaa humu, atuonyeshe hii mahakama imenipa hati ya kukaa humu kwenye nyumba. Kama nayo atoe, kama imetoa hiyo justice hiyo mahakama atuonyeshe, lakini kama hana, ina maana anakaa humu kinyume na utaratibu. Kwa hiyo mimi nikatafuta mbinu nyingine za kuweza kupata haki yangu.
Ndio maana yake nikaanza kwa mkuu wa wilaya mpaka nikafikia kwako wewe. Ndio tunasema kama ipo karatasi ndio tumekuja kwenye nyumba na yeye tumemkuta. Kwa hivyo atupe katudanganya, maana kama ipo aitoe sasa hivi tuione. Ya kwanza ni ombi la mwenendo wa kesi. Sasa hili ombi la mwenendo wa kesi linakufa wakisha kuwa na taarifa ya kuondoa shauri. Kusudio la kuondoa shauri namba 29 la mwaka 2018 iliyopo mbele yako. Mheshimiwa, mteja wangu amenitaka niarifu uamuzi huo wa kuliondosha shauri lako mbele yako kwa madhumuni ya kutafuta njia nyingine ya kulimaliza tatizo linalomkabili. Natarajia kupokelewa na kufahamika kwa tamko liliomo katika barua hii. Hii haijaonyesha kuwa ukae. Na hii hapa inaonyesha hilo shtaka lenyewe, tumshtaki mdai nani, mdaiwa nani. Zoezi lililofuata ni la kumuondoa Bi Rayyan kwenye nyumba hiyo ili kumkabidhi muhusika, ila haikuwa rahisi. Mimi hapa siondoki. Basi wallahi lazima kwa kitu utaniua, lakini ndani sitoki. Niko tayari niue. Atakwenda atakwenda. Nisije nikasikia yule mama yuko nje. Nisije nikasikia. Mheshimiwa, masaa 48 yatatimia fani. Asante. Hatimaye alikubali kuondoka na hali ya mtaa ilikuwa hivi. Tayari amani pale mtaani ilishaanza kupotea, na baada ya kutoka ndani atakwenda mahakamani kwenda kujibu mashtaka kwa tuhuma alizonazo. Hatua hizo zote mbili, lengo lake ni nini? Lengo la hatua hizo ni kuhakikisha kwamba mitaa yetu yote ya mkoa wa Mjini Magharibi inaendelea kubaki ikiwa salama. Niwaombe sana wananchi wasifiche maasi, wasifiche maovu. Waiarifu serikali yao ya Mapinduzi ya Zanzibar kwa ngazi yoyote ile, iwe ya shehia, iwe ya wilaya, iwe ya mkoa, hata serikali kuu. Lakini pia wasisite kutoa taarifa kwenye vyombo vyetu vya ulinzi na usalama ili hatua ziweze kuchukuliwa kwa wakati. Naomba niwasihi sana wenzangu wa vyombo vya ulinzi na usalama, wasiwafumbie macho watu wala wasiwabembeleze watu, wasimamie sheria. Naomba pia nitumie nafasi hii kuwasihi wasaidizi wangu ambao ni wakuu wa wilaya na masheha, kila mmoja kwa nafasi yake atimize wajibu wake. Kila mmoja wetu akitimiza wajibu wake, tuna nafasi kubwa sana ya changamoto hizi kuweza kuziondoa kwa wakati.